Wewe ni mfanyabiashara na umekuwa ukipitia sana changamoto nyingi za kukosa wateja kwenye biashara yako, basi leo nitakufundisha somo ambalo litaweza kutatua changamoto yako ambayo umesumbuka nayo kwa muda mrefu sana. Kwanza, kama ni mara yako ya kwanza unatembelea hapa, hakikisha unabonyeza alama ya neno subscribe, lakini pia una like, una comment, una share kwa wengine ambao unatamani wajifunze haya madarasa yetu ambayo tunaweka hapa kila siku. Kwanza kabisa unatakiwa kutambua kwamba kuna nguvu ambazo zinafanya kazi kubwa sana kwenye ulimwengu wa kiroho. Ukiachana na ulimwengu unaoonekana, ulimwengu wa kimwili, kuna nguvu zinazoendelea kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo kila unachokiona kwenye huu ulimwengu kina kazi yake. Nazungumzia asili ambayo unaiona katika huu ulimwengu. Leo nitazungumzia jinsi ya kutumia mmea wa mdalasini ama cinnamon ili kuweza kufungua milango ya baraka kwenye biashara yako. Mdalasini ni kitu ambacho ni cha kawaida kabisa. Nadhani hata ukipita sokoni unakichukulia na ni kitu cha kawaida tu, lakini ni kitu ambacho kina nguvu kubwa sana. Kwanza kabisa, kwa wewe ambaye unaona kabisa kila unapoenda kwenye biashara yako hakuna kitu chochote kinachoendelewa, kitu cha kwanza kabisa, hakikisha unaoga wewe mwenyewe. Chemsha magome ya mdalasini kiasi kwenye maji, chukua chumvi ya mawe, tupia ndani ya maji ya mdalasini. Ukimaliza kuoga kawaida, chukua hayo maji, oga vizuri mwili wako, oga, ama unaweza ukaoga wakati unaelekea kwenye biashara ama wakati unakwenda kulala. Kama hiyo njia itakuwa ni ngumu sana kwako, basi hakikisha unachukua kiasi kidogo cha mdalasini, unanyunyuzia kwenye mafuta yako unayopaka kidogo sana. Mdalasini wa unga kidogo sana, chota nyunyuzia kwenye mafuta yako unayopaka, miminia pia na asali kwenye mafuta yako unayopaka kidogo. Koroga na kidole chako cha kati, mkono wa kulia, koroga taratibu huku unasema vile wewe unavyotaka. Sasa hivi nina wateja wengi sana. Sasa hivi napigiwa simu na wateja wote walionisahau. Sasa hivi nakumbukwa na kila mteja aliyenisahau. Sasa hivi napokea wateja wengi sana kwenye biashara yangu. Sasa hivi pesa zinamiminika sana kwenye biashara yangu. Endelea kukoroga taratibu taratibu. Ukishamaliza ukioga, basi hayo mafuta utakuwa tunayapaka kawaida pindi unakwenda huko kwenye shughuli yako ama kazi yako. Kitu kingine ambacho unatakiwa kufanya, hakikisha chumvi na mdalasini unachanganya pamoja. Chumvi ya mawe, iwe chumvi ya bahari ama chumvi ya miamba, vyovyote vile, chumvi yote utakayoipata. Kwa hiyo utachanganya, ukishachanganya hakikisha unadekia sehemu ya biashara yako. Kama una uwezo wa kupata mishumaa ambayo inakuwa ni mishumaa ya mdalasini, basi hakikisha unapofungua biashara yako unawasha ule mshumaa ambao unakuwa na mdalasini na unautazama, unasema zile nia zako kwenye ile biashara. Zungumza vile ambavyo wewe unajisikia kwenye ile biashara, lakini kamwe usiache kudekia mchanganyiko wa chumvi pamoja na mdalasini kwenye biashara yako. Utanishukuru kila siku. Na pia unaweza kuwa unafanya ile zoezi unapotoka, yani unapotoka tu sehemu ya mlango wako, unapuliza ule unga wa mdalasini kwa kuzungumza maneno mazuri wewe unayoyataka kabla ya kuelekea kwenye biashara yako. Unaweza ukafanya hivyo pia, utaona milango jinsi gani inafunguka. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivi vitu vyote kwa pamoja, ama unaweza ukachagua tu kitu kimoja ambacho unakiona kinakupendeza ukafanya. Kitu kingine ambacho pia unaweza ukakifanya, pia mdalasini unaweza ukatupia sehemu yako ambayo unahifadhia pesa, hata kama ni kwenye draw ya biashara yako huko kazini, ama ni kama pochi, pesa zako unaweka kwenye pochi, unaweza ukaweka kipande cha mdalasini kwenye hiyo pochi yako. Weka ile midalasini ya gome, ndio ninayomaanisha, sio ya unga. Kwa hiyo weka hivyo, pia weka na pesa zako. Kwa hiyo utaanza kuona ile baraka inasogea kwenye maisha yako. Na kwenye pesa zako unaweza ukatupia na kitunguu saumu. Kitunguu saumu kwa ajili ya ulinzi, lakini mdalasini kwa ajili ya kuvuta baraka ya kipato ama kuvuta bahati nzuri. Na kitu kingine ambacho unaweza ukakifanya, unaweza ukachukua mchanganyiko wa mdalasini pamoja na asali, ukakoroga kiasi kidogo na ukachola
alama ya msalaba kwenye ulimi wako, huku unanuia vile wewe unavyotaka kuhusu wateja wako. Tumia kidole cha katikati cha mkono wa kulia, chovya hiyo asubuhi wakati unaelekea kwenye biashara yako, kachora kwenye ulimi wako, huku unajisemea maneno mazuri, kama ukiwa unazungumza huko na hausikilizwi kabisa. Unaweza ukafanya hivyo, ukaona ni jinsi gani milango inafunguka haraka sana. Basi kwa siku ya leo nimeshare na nyinyi hivi vitu ili kila mmoja aweze kufanikisha pindi anapokwenda huko kwenye shughuli yake. Kama utakuwa umeguswa, basi unaweza kaniandikia hapo kwenye comment. Kama una swali lolote, tafadhali utauliza hapo chini ya comment. Kama una kitu cha kuongezea pia utauliza hapo chini ya comment, nitapitia na nitakujibu sasa hivi.